Kwa zaidi ya miongo miwili, Kenya imekuwa ikisambaza mipira ya kondomu ya bure katika maeneo ya burudani ambavyo ni baa pamoja na vyuo vikuu ikiwemo hospitali mbalimbali. Mipira hii ya kondomu imekuwa ikigharimiwa kwa kiasi kikubwa na serikali ya Amerika, ambayo sasa hivi imeweza kusitisha ufadhili huo, na kutokana na ufadhili huo kusitishwa, tunapata kwamba kuna upungufu mkubwa wa mipira hii ya kondomu, waathiriwa wengi wakiwa ni wanawake, vijana pamoja na wafanyakazi wanaojihusisha na ngono ambao wamekuwa wakitumia ili kujikinga dhidi ya maambukizi. Kupitia hiyo changamoto, GBV ina rise kwa sababu unakuta customer hataki kununua ile kitu na msichana ako kazi na yeye pia ana yake, so panakuwa na hiyo deficit between the sex worker and the client, na inatumiza sana. GBV imeenda sana. Wataalam katika sekta hii wanasema kwamba Kenya inahitaji mipira ya kondomu milioni 400, lakini kufikia sasa hivi serikali inaweza tu kutoa theluthi 2 peke yake. Hii ikiwa ni pengo kubwa sana ambapo hospitali ambazo zinatoa huduma za kupima wale wanao virusi vya HIV na magonjwa ambukizi wakisema kuwa visa vya maambukizi ya magonjwa ya zinaa yameweza kuongezeka kwa idadi kubwa. Kuna kituo kimoja pale Parklands AHF ambacho kinasema kwamba mwezi wa Disemba kiliweza kushughulikia wateja 1300 ambao waliweza kutembea pale ili kutafuta huduma za upimaji wa HIV pamoja na magonjwa mengine ya zinaa. So ukiangalia maambukizi yameenda juu kwa sababu watu wengi wanakuja kwa sababu wanakuja kupata matibabu pale. Kwa upande wa serikali umeweza kuhimiza vijana, wanawake, wafanyakazi wanaojihusisha na ngono kuweza kununua mipira ambayo sasa hivi ipo madukani lakini kwa bei ndogo zaidi. Hii itawezesha kwamba magonjwa ya zinaa yataweza kupungua.